Robert Malala anaelezea. Akiongea wakati wa mkutano ulioleta pamoja maafisa kutoka chama cha KUDHEIA Busia, wazee wa mitaa na watawala wa nyanjani katika serikali ya kitaifa na ile ya kaunti, Bi Teresa Wabuko kutoka muungano wa KOTU ametaja masaibu ambayo Wakenya wanaotafuta ajira ughaibuni wanapitia kuendelea kuwa tishio kwa taifa. Na wasichana wetu wanaonelea ya kwamba waweze kujaribu bahati kwa nchi zingine. Wamerudi wengine wakiwa katika hali ya kutatanisha kiafya, wengine nikaa kwamba kichwa imeruka, wengine wako kwa wheelchair, wengine wamerudi wamekufa, kwa sababu kila wiki maelfu ya wafanyikazi wanatoka hapa nchini ili kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Inasemekana ya kwamba sehemu ya Kilifi inatoa wafanyikazi wengi ambao wanaenda haswa kwa hizi nchi za ughaibuni, na pia Busia iko katika mstari wa mbele. Bi Amina Abdi ni mmoja wa Kenya ambao wamepitia katika mazingira ya kuajiriwa ughaibuni, ambaye anataja baadhi ya mateso, huku kaimu chifu wa mjini Busia Joseph Mulama akitaja umaskini kuchangia wenyeji kujikuta Uarabuni. Sasa kama utakuwa umeenda na shortcut, passport yako hautakuwa hata na copy na anything. Hakuna mwenye anaweza kukupatia awareness. Hauwezi uliza mwanaume barabara kama wewe ni mwanamke. Unamwambia umepotea, nataka kupita niende ufali fulani. Lazima ungoje mwanamke mwenzako ndo muulize. Wengi wa hao ambao wanakwenda kule, kitu kikubwa ni umaskini. Kwa sababu wanaona kwamba nafasi za kazi ambazo tuko nazo hapa, we have this competition. Kenya kuna ile competition ya hali ya juu, na wengi pengine wanaona wataogopa kwenda compete kwa zile nafasi chache ambazo zipo. Anajipata kwa haraka amekubali ili aweze kwenda zile nchi zingine. Hata hivyo, muungano wa KOTU kupitia kwa Rose Omamo ambaye ni mwanachama katika bodi ya KOTU nchini, kutoa wito kwa serikali ya Kenya kupiga marufuku maajenti gushi ambao wamechangia pakubwa kwa Wakenya wengi kujikuta mashakani. Hawa maajenti wanakula pesa ya wale watu wanaenda kutafuta kazi nje kwa njia isiyostahili. Pili, ajira ile wanawapatia sio ajira halali. Maana anapotolewa hapa anaambiwa pengine unaenda kufanya kwa hoteli, akifika pale anajikuta ako katika jumba la mtu binafsi. Ni kwamba tunaomba serikali yetu tukufu iweze kuhakikisha ya kwamba wale agents gushi wote wamekuwa banned. Tukue na agents halali ambao watakapotoa watoto wetu hapa wataanguka kwa mkono ya kisawasawa. Wakati huo katibu wa chama cha KUDHEIA kaunti ya Busia Kamuye wa Kamuye amelalamikia ongezeko la ajira kwa watoto katika kaunti hiyo ya mpakani, huku akitoa wito kwa jamii kushirikiana na kudhibiti swala hilo. Kuna wengine ambao wako chini ya miaka 18, wengine hata chini ya miaka 16, na utapata hata sisi wenyewe hapa kuna watoto wale wanaokota scrap, kuna watoto wanatoa michanga kienda Teso South, kuna watoto wanaosha trailers. Ni jambo ambalo lahusu child labor. Child labor inanyima mtoto nafasi ya kwenda kwenye shule. Tuweke juhudi zetu pamoja ili tuangamize ajira ya watoto. Kwa sasa wameelezea kuwepo na umuhimu wa Kenya kupewa uhamasisho kuhusu sheria za kutafuta ajira nje ya nchi, mbali na serikali za kaunti kuanzisha viwanda. Sheria ziko na zimewekwa. Hata juzi tu kumekuwa na labor migration policy imepitishwa, na kuna labor migration bill iko in the process. So sheria ziko, lakini kutojua ndio inaleta shida. Viwanda vikifunguliwa hapa Busia vitaweza kupeana vijana hapa Busia kazi. Kiwango cha Wakenya ambao wanateseka kule ughaibuni kutokana na kutafuta ajira kinazidi kuongezeka, lakini kutokana na mafunzo na uhamasisho huu huenda hali hii ikafika kikomo. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Mbunge wa Nandi Hills Bernard Kitur amenyosha